Jukwaa la KTN inaletwa kwako na Uhuru Community Development Project, UCDP, Windows of Hope for Children in Kenya. Karibu tena mtazamaji kwenye kipindi chetu siku hii ya leo, tukiwa tunazungumzia swala la wakimbizi, hususan wale ambao wametoka katika maeneo ya Kongo pale, ama ukipenda Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hapa nchini tunao, je, idadi yao ni wangapi, na hili shirika ambalo linaloangazia maslahi yao linawasaidia vipi? Ndio baadhi ya mambo ambayo tutakuwa tunaangalia hivi sasa tukiwa na wageni wetu hapa. Kumbuka pia wewe mtazamaji unaweza kushiriki kwenye kipindi chetu wa kutupa wasia wako, kutupa maoni yako. Ni vipi tunaweza shikana pamoja hapa barani Afrika ili kuhakikisha kwamba hili tatizo la wakimbizi linatupwa katika kaburi la sahau? Ni vipi unadhani unaweza peana maoni yako kuhusiana na namna ambazo tunaweza kukabiliana na swala hili la wakimbizi hapa Afrika? Kumbuka hapa Kenya tunaweka wakimbizi kutoka mataifa ambayo wametuzunguka. Kwa mfano nazungumzia taifa kama vile la Somalia, kuna taifa kama vile la Ethiopia ambao upande wa kusini kule kumekuwa na matatizo, baadhi yao wanaishi hapa nchini. Ukiangalia Sudan ya Kusini pia kuna tatizo kule na baadhi yao tumekaa nao kwa muda mrefu. Kuna Wakongomani na kuna hata wengine raia kutoka Burundi kule ambao wanaishi hapa nchini. Bila shaka Kenya ni nchi karimu sana, na utulivu tulionao unawavutia wengi ambao unakuta ni mataifa ambayo yana migogoro. Tuendelee na mjadala wetu mtazamaji hivi sasa. Labda nikirudi kwako, karibu sana Biaba, tuendelee na mjadala huu kuhusiana ni mbinu gani ambazo mumeweka katika hiki chama chenu kuwatambua hawa wakimbizi kwanza na kutaka kuchukua stakabadhi zao, manake ni lazima wawe wanasajiliwa kuwa wao ni wakimbizi na vitu kama hivyo. Kwanza kabisa, kama vile nilivyoeleza, tunaenda sehemu mbalimbali ambapo tunajua wako, alafu huko tunawahesabu. Kuna zile fomu ambao huwa tunaenda nazo, tunawaambia wazijaze ili sisi kama federation tujue ni wakongomani wangapi wako sehemu fulani na fulani. Kama hivi majuzi tulikuwa Mombasa, hapa Nairobi tumeenda sehemu mbalimbali katika mpango huo. Hivi karibuni tunaenda Kakamega, baada ya Kakamega tunaenda Kisumu, baada ya Kisumu tunaenda Eldoret, tunaenda Nyeri. Tunazunguka katika ile miji mikubwa ambayo tunajua watu wetu wako huko. Hiyo yote ni katika ile hali ya kuwajua wako namna gani na tuwafahamu, watambulike kwenye federation ili tuwajue ni wangapi, ndio tuone vile tunaweza kusaidiana na wao. Na hii federation hapa ya hapa Kenya ndio inaangalia nchi zote za Afrika Mashariki. Kwa hiyo katika mpango huo pia tunapanga kwenda Uganda, tutaenda Tanzania, tutaenda Rwanda, Burundi, alafu hata na South Sudan. Huko kote ni katika zile harakati za kutafuta watu wetu mahali walipo ili tuwajue na tuwe na hesabu ya kamili ili tuone vile tunaweza kusaidiana. Sasa hesabu mnao labda wale ambao tayari wamejitokeza ama mumewafuata? Wale ambao tumeshafikia tayari, hiyo hesabu yao tuko nayo. Lakini ukilinganisha na wale ambao hatujafikia, sababu mpango huu wa kuwasajili wote tumeanza mwaka huu tu, bado tunaendelea nao. Tunapoendelea tunafikiri labda mwakani, mwisho wa mwaka ujao tutakuwa tumekamilisha shughuli nzima ya kuwatambua hawa. Hii shughuli si shughuli ndogo, ni shughuli nzito sana. Je, nyinyi wenyewe kwanza ushirikiano wenu ukoje na shirika moja la kimataifa linalohusika na masuala ya wakimbizi, yani UNHCR? Je, linawatambua katika shughuli mnazoendeleza? Shirika la UNHCR linajua kama kuna shirika la Federation of Congolese Abroad ambalo linashughulikia sio masuala tu ya wakimbizi, lakini sisi tunashughulikia masuala ya wakongomani wote ambao wamehamia nje ya nchi. Sasa kwa hapo tunafanya pamoja na stakeholders wengi, ikiwemo serikali ya hapa, institutions mbalimbali, na ikiwemo pia UNHCR kwa upande wa wakimbizi. Bado tuna mazungumzo na wao, hatujafikia ile makubaliano kabisa, lakini tunapanga kuendelea na mazungumzo na wao ili tuone namna gani wanaweza kushirikiana nasi katika mpango mzima huu. Na upande wa ubalozi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, muna ushirikiano gani nao? Ndio, kwanza tunapenda kushukuru ubalozi wetu kwa sababu kweli tuko pamoja na wao na wanajua ni nini tunafanya, na mara mingi
kuwa na mazungumzo na wao ili tusaidiane katika mpango wote huu wa kusaidia watu wetu ambao wanaishi nje. Na wao wanazo stakabadhi ama wana rekodi zozote za watu ambao walioko hapa? Unaona kama embassy wana zile shughuli zao ambazo wenyewe wanazitambua vizuri zaidi. Sisi tunafanya kazi yetu kama raia wa kawaida ili tuone vile tunaweza kujimudu hapo na pale. Mambo ya embassy hatuwezi kuzungumza sana sababu sisi sio ndani kabisa embassy ile. Lakini ile tunalojua ni kwamba tuko pamoja na wao. Mahali tunahitaji msaada wao wanatusaidia, na mahali pia wakihitaji taarifa kutoka kwetu tunawapa taarifa hiyo. Vizuri sana. Stamili, kuna siku labda utapenda kurudi katika nchi ambayo ulizaliwa? Mimi kwa saa hii siwezi. Kwa nini? Siwezi kurudi. Ni kwetu napenda, lakini umezaliwa wapi? Siwezi kurudi. Nimezaliwa Kongo. Kivu. Kabisa. Kwa nini hutaki kurudi katika nchi ambayo kitovu chako kilizikwa? Ni ile hali nilipitia, na ndio maana huwa nakiri kila siku siwezi rudia vile kuko saa hii. Unatamani kuona nini Kongo ya kesho? Kongo ya miaka ijayo unatamani kuona nini? Ile kitu yenye natamani kuona Kongo ijayo ikuwe Kongo iko na amani, kila mtu anafurahia maisha. Unasikia mpaka na unasema, ukisema mimi ni Mkongomani unajisikia tunaita fier. Unaona fier, yani kujisikia ile unaona fier ndio fier, yani unajisikia vizuri. Unaona ni kuna kwetu. Lakini sasa kama vile sisi Wakongomani wakimbizi, ile mapito yenye tulipita, kama vile mkubwa alivyosema hapa, kila mtu na shughuli yake, lakini ile mtu anategemea na ile mazito yenye uliona. Kuna uzito fulani, kitu yenye unaweza fanyiwa hata kama ukikuwa mtoto mdogo, hautawahi sahau kwa maisha yako. Vita ilianza Kongo nikikuwa kasichana kadogo kama mwaka 11. Paka nikakuja kujipata nimeingia marriage nikikuwa na miaka 10 na ngapi? 15. Kwa nini nikuja kuolewa na miaka 15? Kwa nini niolewa hivyo? Sababu ya hili hali ya maisha yenye iko huko. Wamama wanachukuliwa wanapelekwa misituni huko, wanaenda kubakwa. Unaona, kuliko ukuje kupatwa wewe ni msichana uko kwa nyumba yenu ubakwe, bora nikae kwa mwanaume. Unaolewa ukikuwa mtoto mchanga sababu ya risk ile yenye inaja kuja hapa. Kuna watu walikuwa naiba kwa msitu, anaenda kubakwa na wanaume 10 mpaka amechanganikiwa akili hazifanyi. Kuna mtu anaenda kubakwa mpaka amepata ukimwi. Sasa unaona sasa hiyo risk yenye itakuja hapo, bora nikae kwa mwanaume. Na ndio maana mnaweza ona watoto wengi, watoto wadogo, ukimuuliza kuna watoto wangapi, utashtuka. Hata mimi nikikwambia watoto wangu utashtuka. Mtazamaji, tumekuuliza swali ambalo napenda pia kusikia hisia zenu wakati kipindi hiki kinaendelea hivi sasa. Tumesalia na kama dakika 8 tu tumalize. Ni njia gani unadhani zinafaa kutumiwa kusuluhisha tatizo la wakimbizi barani Afrika? Nilileta kwenye ule muktadha wa Afrika, manake bara la Afrika kwa sasa linateseka na tatizo kubwa ni wakimbizi. Nimeelezea sehemu ya kaskazini kuna kinachoendelea. Wakimbizi wengi wamefariki katika bahari ya Mediterranean wakijaribu kufika maeneo ya bara Europa. Tomkin Baraza anasema nchi mbalimbali zihakikishe kuwa wananchi wao wanapata makazi. Swala la makazi hapa nikiangalia ni mojawapo ya zile haki za kibinadamu ambapo lazima kila mwananchi katika taifa analoishi ni sharti apate usalama, akae mahali ambapo ataendeleza shughuli zake, yani makazi ambayo atakayokuwa nayo. Asante sana Tomkin Baraza. Anasema if really democracy and equitable distribution of resources is achieved in Africa, we cannot talk about refugees in the continent again. Kwa lugha ya Kiswahili anasema iwapo demokrasia halisi itakuwa imeafikiwa barani Afrika na vile vile usawa wa ule kutumiwa kwa zile rasilimali zake ambazo zilizonazo, basi Afrika tutakuwa tunasahau kabisa hili swala la wakimbizi. Asante sana Pascal Modiange ambaye ameandika kwa lugha ya Kiingereza. Ras Bashir Were wa Busia anasema nchi zitenge pesa na makao kwa wakimbizi wao wote, alafu haki za wakimbizi vile vile ziweze kulindwa. Tumezungumzia swala la haki za wakimbizi kidogo, na pia Stamili hapa kazungumzia kwamba kuna baadhi wale ambao haki zao wananyimwa. Hasa unakuta wakimbizi wanabakwa mpaka anakosa kujielewa yeye mwenyewe. Nani huyu anasema vita mjini Kongo vilianza mwaka 1996. Asante sana. Ni baadhi tu ya Wakenya ambao wanaendelea kutoa maoni yao.
Lakini hebu turudi kwenye hili swala la wakimbizi kabla kumalizia. Unadhani ni kitu gani kifanyike barani Afrika ili swala la wakimbizi lisikuwepo tena? Manake kumbuka hili ni bara la Afrika, lina rasilimali nyingi sana. Mataifa ya nje, mabara ya nje yanakuja hapa na yanavuna rasilimali, kumaanisha sisi kwani hatuwezi kufanya? Kwa nini kuwe na rasilimali ambayo inaleta migogoro na kupelekea vita na uwepo wa wakimbizi? Tufanye nini kama Waafrika unadhani? Kwa maoni yangu, tatizo la wakimbizi litaisha ikiwa kila mtu anachukua jukumu lake. Kuna rais mmoja wa Marekani aliuliza ya kwamba usiku unauliza serikali itakufanyia nini, lakini wewe pia uambie serikali kile unaweza kufanya kama raia. Hapa kuna pande mbili. Lazima viongozi wa nchi zote za Afrika wachukue jukumu zao, kuhakikisha kuna usalama kwa ajili ya raia wao, kuhakikisha kwamba utajiri, rasilimali ya Afrika inasaidia wananchi. Hiyo ndio jukumu la viongozi. Pia wananchi wa Afrika, wa bara la Afrika, wasiachie mzigo wote kwa serikali ama viongozi. Wachukue pia jukumu kadri ya uwezo wao ili kusaidia kuboresha nchi za Afrika. Kwa sababu mara nyingi unaona hata wameenda kufariki huko wakitaka kwenda ng'ambo, wanaenda kuuliwa Ulaya. Ndio. Hiyo ni unaona mwananchi anashindwa kuona kile alicho nacho kwao nyumbani. Anatamani kile wengine walicho nacho mbali. Sasa unaona mtu anaanza safari ya kukimbia, anaenda kupata tatizo bure. Ni vizuri pia wananchi wa bara la Afrika waelimishwe kuhusu kupenda nchi zetu, tuone nini tunaweza fanya mahali tulipo, kwa sababu kama tumebarikiwa na rasilimali nyingi kama hizo na Mungu, basi lazima tutumie akili zetu kama wananchi na pia viongozi wetu, tuone nini tunaweza kufanya. Biaba, unadhani pia kwa upande mwingine tuangalie viongozi wale ambao tunao wasaidia ama tunao wachagua kuchukua nyadhifa za uongozi katika bara letu la Afrika kupitia mataifa mbalimbali? Ndio, kwa sababu sisi wananchi ndio tunachagua viongozi wetu. Kwa hiyo tunapoenda kuchagua viongozi pia tuwe makini. Tusipelekwe na hisia za kiroho, mambo ya ukabila, mambo ya ubinafsi. Pia hapo ndio tumefail. Ikiwa tuna viongozi viwa katika Afrika, kwa hiyo inamaanisha sisi raia tumechagua vibaya. Kwa hiyo kila mwananchi ni vizuri achukue responsibility yake, huku pia viongozi wetu akichukua responsibility zao. Huu ni mfano ambao mtazamaji pia ningependa sana kupigia mfano hapa tulipo hivi sasa nchini Kenya. Ichukulie jukumu mwenyewe. Ametaja Biaba hapa kwamba iwapo tutakuwa ni Waafrika ambao wanatoka na kuchukua jukumu wenyewe, kutaka kujua mambo kunaendelea nini, tuna utajiri wa aina gani kama taifa ama kama bara la Afrika, na swala lingine ambalo ni la msingi ni kuangazia kiongozi unayomweka hapa. Tukizungumzia masuala ya siasa, ni baadhi ya mambo ambayo yanaweza kutatua tatizo hili la wakimbizi. Labda nikija kwako Stamili, unajua wanasema tatizo la Afrika ni Waafrika wenyewe kuchukuliwa jukumu na kuleta utatuzi. Katika dakika ambazo tumesalia nazo kabla tujamaliza, unadhani tatizo hili la wakimbizi suluhu yake ni nini kwa maoni yako? Mimi kwa maoni yangu, suluhu la wakimbizi, unajua sisi wa Afrika tunakaa tunawekwa na bara za Ulaya. Hawa ndio wanakaa wanatuweka. Sasa sijui hawa maraisi wetu wa Afrika wakienda hiyo kongamano ya maraisi, hakuna vile wanaweza discuss kuhusu Afrika yetu, watu wasitumiliki zaidi, sababu watu wanakuja kuchota mali zetu wakienda kutengeneza kwao. Mbona na sisi tusijielimishe zaidi, tujue vile tutachota mali zetu na kujitengenezea kwetu? Maraisi wetu na wao wakuwe makini, wakienda kongamano wakuwe wanaona ni vipi tutafanya, wanaongea wote pamoja, sababu mtu mmoja huwezi simama na useme nitafanya hivi. Lazima uchukue mawazo kutoka kwa huyu, kwa huyu, kwa huyu. Tutafanya aje ndio Afrika yetu ionekane kuwa Afrika? Tunajivunia kukua wa Afrika, lakini kuna zile changamoto zenye mtu hata akikwambia wewe ni Mwafrika unasikia Unaona? Ndio. Maraisi wetu na wao wajukumike. Kwa hiyo unawapa changamoto viongozi wa bara la Afrika. Wakikuwa kwa kongamano wajukumike, waone Afrika yetu. Masuala ya wakimbizi, watoe maslahi masuala ya Waafrika wenyewe katika makongamano kama hayo. Asanteni sana. Labda kumalizia kauli zenu za mwisho, maana tumesalia kama dakika 2 tukamilishe mahojiano yetu, nikianza na Biaba. Ndio, nataka kuambia wakongomani wote walio Kenya na East Africa ya kwamba ofisi zetu ziko Kenya, Nairobi, na tunashughulikia wakongomani wote, wahamiaji wote, iwe ni wakimbizi ama wale ambao
wamehama tu kwa sababu mbalimbali, tuko pale kutoa huduma kwa ajili ya watu wetu wote. Ofisi zetu ziko pale South Sea, Moo Avenue, nambari 113 hapa Nairobi. Ndio. Na pia namba zetu za simu ni 0205203747. Nenda polepole kwa namba labda. Kwa namba 020 aha 520 aha 3747. Asante. Na email, Aha. email yetu ni info@fce-africa.org. Asante. Karibuni nyote, mtapokea huduma pale. Asante sana Biaba, labda kumalizia pia kauli yako stamili, ujumbe wako kwa wakimbizi wenzako na hata kiongozi ambaye anayekupata hivi sasa wa Jamhuri ya Kongo. Mimi ujumbe wangu kwa wakimbizi wenzangu, tukue watu wa kuvumilia. Sababu hapa kwenye tuko si kwetu. Tuache ile kimbelembele, tukue watu wenye wanavumilia. Tungoje muda wa Mungu, tuone ni nini Mungu atatufanyia hapo mbeleni. Hata sisi hatutaki kuitwa wakimbizi. Ndiyo. Tunaweza furahia na sisi tukae kwa nchi yetu, tukikuwa na amani, tukikula matunda ya nchi yetu na kukunywa maji ya nchi yetu. Swali moja tu kwenye note. Unadhani kuna siku Kongo itakuwa na amani ya kudumu? Ikianza na stamili. Naamini itakuwa. Itakuwa kivipi? Haijalishi itakuja na njia gani, lakini kupitia Mungu itakuja. Asante sana Biaba. Nina imani Kongo itakuwa na amani. Na hata sasa hivi vile tunavyoongea, wakati watu wanakimbia Kongo eti kuna vita, kuna watu wanaenda kule siku baada ya siku. Kuna opportunities za kibiashara na shughuli mbalimbali. Asante sana Biaba Aochibizo na vile vile Stamili Binwa. Wewe ni mkimbizi na wewe pia ni msimamizi wa masuala ya wakimbizi hapa nchini Kenya, hususan wa Kongomani, kwa kuweza kufika siku ya leo na kutupa mtazamo wenu kuhusiana na hali ya wakimbizi. Mtazamaji, kufikia hapa hatuna la ziada. Asante sana kutazama kipindi hiki cha Jukwaa la KTN, ambapo leo tulikuwa tunaangazia swala la wakimbizi. Nimekupa taswira ya jinsi hali ilivyo barani Afrika na tukaangazia kiundani zaidi katika maeneo ya Kongo na tatizo hili ambalo linawakidhi kwa sasa. Asante sana kutazama. Kwenye muda usiokuwa mrefu basi jiunge nami kwa taarifa za KTN leo jioni hii. Usiende mbali. Asante. Jukwaa la KTN inaletwa kwako na Uhuru Community Development Project, UCDP, Windows of Hope for Children in Kenya.